ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia tunamshukuru tena Allah kwa tawfiki yake baada ya neema zake na rehema zake kwetu kutuwafikisha ndani ya muda kama huu uliokuwa ni muda adhimu mno kuwepo katika nyumba yake hii miongoni mwa nyumba zake kwa ajili ya kumdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekuwepo hapa kwa sababu ya kuhuisha usiku wa Eid, ambapo wenye hekima wametuadhabisha wakasema, man ahya lailata al-Eid lam yamut qalbuhu yawma yamutu al-qulub. Mtu mwenye kuhuisha kwa kufanya ibada ni siku mbili hizi za kuamkia Eid, hautofadhaika moyo wake siku ambazo nyoyo zitakuwa katika fadhaa kubwa, yani ni siku ya Kiyama. Kwa mujibu wa maneno haya, walikuwa wanatuadhimisha kwamba usiku wa kuamkia Eid si usiku wa kulala, bali ni usiku wa kuendelea kumkumbuka na kumdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotubainishia katika suratul Baqara aliposema, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ingawa maneno yalikuwa yanazungumzia na saumu ya Ramadhani, lakini yameunganisha na usiku wa kuamkia Eid. Watu wakamilisha hesabu ya funga, na baada ya kushakamilisha mwezi umemalizika, kesho sikukuu. Kwa maana hapa tu baada ya kumalizika mwezi, usiku huu waanze kumdhikiri Allah na kumtukuza Allah, ili muwe wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kubwa aliyokuwafikishieni kuifanya, na mpaka mkawa mnaamkia kutekeleza swala yake. Watukufu wa Islamu, tunasema kesho ni siku ya Eid, ingawa wengine wamesema kwamba leo ni siku ya Eid. Hii ni kwa sababu ya ikhtilafu za maulama katika sheria ya dini yetu. Kuna mambo mengi ambayo maulama wametofautiana juu ya utekelezaji wake, likiwemo hili la salatul Eid, yani sikukuu ambayo inatokana na mwandamo wa mwezi. Sasa msingi ni suala la mwandamo wa mwezi. Kwa somo ya Ramadhani na kuingia kwa sikukuu ya fitri ya mfungo mosi baada ya kumalizika Ramadhani, kutokea ikhtilafu baadhi ya miezi, lakini na hii Eidul Adha nayo kutokea ikhtilafu kwa tofauti ya miandamo ya miezi, baadhi ya sikukuu au baadhi ya miaka. Na jambo hili wala sio jipya, lipo katika sheria kama ilivyokuwepo mengine, ingawa baadhi ya maulama wanasema kwamba sikukuu hii haina ikhtilafu, bali ile ya Ramadhani na kuingia mfungo mosi ikhtilafu ipo. Sasa na hii baadhi ya maulama na wao wanasema kwamba ikhtilafu vile vile ipo, na kwa sababu ikhtilafu inapatikana kwa sababu ya mwandamo wa mwezi. Mwezi umeletwa kwetu kwa ajili ya
kuwauliza kutokana na matamo ya miezi, waambie hii miezi ni vipimo vya kutambulisha nyakati za kuingia ibada za watu. Kwa hiyo hii Eidul Hajj au Eidul Adha na vile vile inaingia kulingana na mwezi. Leo watu baadhi walikuwa na mwezi 9 kwa maana walikuwa na funga ya Arafa, na wengine walikuwa nayo jana. Hii imetokea kwa sababu ya ikhtilafu vile vile, ingawa baadhi ya maulama wanasema hakuna ikhtilafu, lakini ikhtilafu ipo kwa sababu kutofautiana kwa maulama kwa mujibu wa ufahamu wa nafsi zilizokuja, ima kupitia hadithi zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kupitia aya za Qur'an, kutokana na tofauti za ufahamu wa maulama inasababisha kupatikana kwa ikhtilafu. Sasa hili labda kwa kujipa moyo niseme kwamba maulama wengi wakubwa wamethibitisha kwamba ikhtilafu ipo, na kwa mujibu wa kauli zao kwamba kesho ni siku ya sikukuu, kwa sababu leo tulikuwa na siku ya mwezi 9 mfungo 3 ambayo ni siku ya Arafa. Funga hii ya Arafa baadhi wanainasibisha na kisimamo cha Arafa, na baadhi wanainasibisha na mwezi 9 ya mfungo 3, tena kwa mnasaba wa matamo wa mwezi utakapoandama katika mji wako au mji ambao utakuwa unakubaliana maslahi na mji wako. Hivi ndivyo ambavyo wanaeleza maulama wakiwemo wakubwa, na kwa sababu wanatueleza kwamba hii funga ya Arafa ni funga ya mwezi 9 mfungo 3 ilikuwepo kabla hata hija haijafaradhishwa, na kwa sababu hija ilikuja ikafaradhishwa mwaka wa 8 baada ya hijra, sawa na kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji hija moja na ukawa muda wake umemalizika wa kuishi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu alipofika Madina, aliwakuta watu wa Madina Mayahudi wanazo siku mbili katika mwaka ambazo wamezifanya ni siku za sikukuu, lakini wanashereheka kwa sherehe zao za kijadi. Ni siku za michezo, siku za mambo ya upuuzi, ndivyo ambavyo wanashereheka kwa mambo haya. Lakini alipofika akamwambia, Allah amekubadilishieni siku mbili za kumfikiri Allah na kumshukuru, badala ya siku mbili zenu mbili za kufanya michezo na mambo ya upuuzi. Na siku mbili wenyewe ni siku ya mfungo mosi mwezi mosi, na siku hii ya mwezi 10 mfungo 3, hiyo siku zenyewe. Sasa kwa maana utakutia kwamba kama sikukuu ilikuwepo kabla ya kufaradhishwa kwa hija, na ndio tukaambia kwamba hii somo ilikuwepo tangu kabla ya hija. Sasa kwa maana hiyo somo hainasibishwi na kisimamo, na hii kusema kwamba inanasibishwa na kisimamo, na kwamba sisi tuungane na wenzetu waliosimama kwenye kisimamo cha Arafa kule Maka. Hizi ni taawili na ufahamu wa baadhi ya maulama, sio kauli yake mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa maana hiyo tukisema kesho ni sikukuu,
watukufu Islam, kila sikukuu maana yake ni furaha. Waislamu wanapaswa au wanalazimika wawe katika furaha. Tuliposherehekea Idi ya Fitri, yani ya fungo mosi, tulikuwa katika furaha na Waislamu wote walipaswa wawe katika furaha. Lakini furaha haiji pamoja na huzuni. Lazima suluhisho ya huzuni ndio itawala furaha. Kwa maana hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuwajibisha zakatul fitri kuweza kuitekeleza ili kila Muislamu awe anacho kile cha kuweza kumfanya akafurahi ndani ya siku ile ya Idi, yani siku ya sikukuu, kwa kuwajibisha kila wale wenye uwezo kutoa ile zakatul fitri ili Waislamu wapate kufurahika kwa kile chakula ambacho watasaidiwa na weza wao wale wenye uwezo. Na tukaambiwa na wenye hikma, saumu Ramadhana muallaq baina as-samai wal ard la yudfa'u illa bi zakati al-fitr. Funga ya Ramadhani, wanatuambia wenye hikma, haipandishwi kwenye daftari lako ikarekodiwa mpaka utoe zakatul fitr kwa wale wenye uwezo. Sasa na hii Eidul Adha imeitwa Eidul Adha kwa sababu ya jambo ambalo tumelazimishwa au tumehimizwa sana kulifanya, na ni jambo la kudhahi. Tukisema Eidul Adha maana yake sikukuu ya kuchinja. Kama kwa tulikuwa tunasema Eidul Fitri, sikukuu ya kutoa zakatul fitri. Sasa na hii inaitwa Eidul Adha kwa maana sikukuu ya kuchinja. Na kwa sababu ya huko kuchinja ambapo tumetakiwa tuchinje, kama alivyoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ile siku ambayo ilikuwa ni siku ya sikukuu, na siku ile akafiliwa na mtoto wake, wakawa wale Makuraishi wa kikafiri wamefurahi sana na kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ili atakifanya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hakumwachilia mtume wake akafedheheka, bali alimwelekeza cha kukifanya na akamwambia, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Anamwambia inna a'tainaka al-kawthar, hakika sisi tumekupa wewe kheri nyingi. Fasalli li rabbika, basi sali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na ukesha uchinje. Inna shani'aka huwal abtar, hakika anayekukabidhiwe huyo amekatikiwa na kila kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ishapata njia na ishajua nini afanye. Anaambiwa salli kwanza, fasalli, sali lirabbika, kwa ajili ya Mola wako, wanhar, ukesha ndio uchinje. Pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amefiliwa na mtoto wake, lakini bado anaambiwa endelea utekelezaji wake wa ibada ya kusali, alafu ibada ya kuchinja. Na tunaelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakudharau jambo hili, hakuacha muda wote wa umri wake tangu kufaradhishiwa yeye, akawa kila mwaka anafanya dhahia, kila mwaka anachinja. Kwa huku kuchinja huku ndio Allah subhanahu wa ta'ala ametuwajilisha au ameturaghibisha ili tuweze kuchinja na kuweza kuwapatia furaha wale wenzetu ambao
siku ya sikukuu ambayo ndio siku ya kesho. Kwa maana wapo watu katika ardhi hii mwaka mzima anaweza kawa hajawahi kula nyama hata siku moja, lakini inafika siku ya sikukuu inawezekana akawa hataki kitoweo, pengine cha dagaa au cha samaki, bali cha nyama akawa hana. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatulazimisha tuweze kuchinja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza sana mpaka anafika kutuambia, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Mtu aliyekuwa ana uwezo wa kutafuta mnyama na akaweza kumchinja halafu asifanye hivyo, fala yaqrabanna musallana, asikurubie msala wetu huu, asikurubie msikiti wetu huu kwa ajili ya kuja kusali sala ya Idi. Hii Idul Adha. Nafikiri hapa utaona uzito wa jambo hili la kulahi ambalo Waislamu wengi leo tumepuuza. Waislamu wengi uwezo wanao wa kuweza kumiliki mbuzi kwa miaka miwili, wengine wengi wanaweza kumiliki ng'ombe, na ikiwa peke yake hamiliki, wanaruhusiwa hata watu 7 kujikusanya pamoja wakamchanga ng'ombe na wakaweza kumchinja kwa ajili ya familia, lakini hawafanyi. Lakini bado wanaingia msikitini kusali sala ya Idi, tena wanaita Idul Adha, usalli sunnata Idul Adha, na sala ya Idi ya kuchinja. Lakini wewe kuchinji na uwezo unao, ili unakisema, ili unakifanya. Watukufu Waislamu, Mtume katuhimiza sana kuonyesha umuhimu wa jambo hili. Kamwe hata haina haja wewe kukimbilia na makazi yako na makoti yako na majoho yako kwenda msikitini kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya Idi, na kamwe hutaki kuchinja. Wenzako wanahitaji wapate kitoweo na hawana uwezo kukipata, wewe unao uwezo, hutaki kuchinja ukawasaidia wenzako. Imani yako iko wapi? Kuchinja ni kuonyesha imani, kwa sababu kichinjwa wenyewe sio gharama kubwa. Watu wana mahindi ulipomagiliwa, kichinjwa kama ukitoa 2 laki 3 utaweza kukimiliki na kuweza kumchinja. Na wengine wanao katika mifugo yao, wengi wanao, so si lazima ununue. Ikiwa unaye unafuga mwenyewe kuyachinja. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa anayotupa, anatumilikisha anayotumilikisha, lengo ni kutufanyia mtihani. Na wala mtihani hauji kwa jambo kubwa, anatuletea katika mambo ya kawaida, mambo yaliyo mepesi. Kama ilivyokuwa dini yetu ni dini nyepesi, kwa laika mitihani anatuletea katika njia ya mepesi. Nimekupa hiki, kwa hiyo fanya hiki. Riziki unayopata ni ya Allah, anakupa wewe, anakuangalia utafanya nini. Anatuambia katika hadithi ya Kursi, al-malu mali wal jannatu jannati wa antum abidi faya ibadi ishtaru jannati bimali. Anatuambia mali ni mali yangu, pepo ni pepo yangu, na nyinyi ni waja wangu. Enyi waja wangu, ili nueni pepo yangu kwa mali yangu,
Kichinjwa hiki siku ya Kiyama, wakati wa kutoka katika kaburi lako, linakuwa ndio kibando chako. Hapa duniani kila mmoja leo anatamani awe na kibando chake tena kizuri cha gharama kubwa. Kila mmoja anatamani hilo, na mwenye uwezo anakitafuta. Lakini siku ya Kiyama ambapo itakuwa ni shida kubwa, una kibando cha kutolea lifti kwa mwenzako, unatarajia kibando kwa kipata wapi? Allah ishakupa amana yake, mali yake ishakupa wewe, anakuambia fanya hivi kwa mali yangu. Mimi nimekupa kama amana tu, mimi ndio mwenyewe. Na inathibiti kwamba mali anayompa mmoja wetu kwamba si yake ni pale ambapo baada ya kufa tu Allah ameshawagawia wengine, na msipowapatia hao inakuwa mnafanya dhulma. Uruhusiwi mali hiyo kuigawa kama unavyotaka, kwa kujiona mimi ninakufa, nilishakufa tena wamilikishe mali yangu yote fulani na fulani. Uruhusiki hivyo. Unaruhusika kifungu kidogo tu kwa njia ya wasia, na pia kwa watu maalum na kiwango maalum. Hayo yote yanathibitisha kwamba hii mali si yako, huna mamlaka nayo, ila umeshapangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akikupa riziki ya mali, ipange kuitumia kwa vile anavyokuelekeza huyo aliyekupa amani ya hii mali. Wewe amekufanyia ihsani, na wewe mfanyie ihsani kwa kutekeleza ibada kwa kuambia. Allah subhanahu wa ta'ala kawaumba watu katika dunia katika daraja tofauti. Wapo wenye uwezo na wale ambao hawana uwezo. Wasiokuwa na uwezo, si kwamba Allah alishindwa kuwafanya na kuwakawa na uwezo, lakini katika mipangilio yake wewe aliyekupa ndio alitaka umsaidie huyo ambaye hajampa. Sasa huyo ambaye hajampa kitoweo cha nyama, siku ya kesho wewe ndio anakuambia mchinje ili umpe. Kichinjwa hiki kinafanywa au kinachinjwa kwa ajili ya kulikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakichinjwi kwa ajili ya biashara. Usije ukatafuta ng'ombe wako ukamchinja alafu ukatoa mafungu ukauza. La. Mbuzi wako ukamchinja alafu ukatoa mafungu ukauza. Hakuna. Wewe unatakiwa umtoe sadaka yote kwa kumgawa mafungu matatu. Fungu moja linako moja kwa ajili ya kitoweo chako. Fungu la pili ni kwa ajili ya marafiki zako, na fungu la tatu ni kwa ajili ya wale maskini wa Allah subhanahu wa ta'ala na mafakiri. Je, unawapa wale ili wapate kitoweo? Kwenye madini hayauzwi hata kidogo. Kama huwezi kuchinja mwenyewe, hata yule uliyemuomba akuchinjie, usije kumwambia chukua kitoweo kwa ajili ya uchinjaji wako. Amna. Malipo yake ndio kuchinjia mnyama wako, kuyatafute mbali, sio nyama ya ule kichinjwa. Watukufu wa Islamu,
na tunapoisoma tunatakiwa tuwe na mazingatio kweli kweli, na ukiwa na mazingatio ndio utakufikisha kwenye malengo. Malengo ya kwanza inaposoma Qur'ani, kwanza msikilize, tena msikilize kwa makini. Wa idha qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itakaposoma Qur'ani isikilizeni na mtege sikio hasa. Ikiwa inamia chini, si kwa kusinzia, kwa kusikiliza kwa umakini. Ikiwa unamwangalia msomaji, muangalie kwa umakini ili apate kupigia zaidi. Sikiliza. Ndio maana tukasema kwamba hatutakiwi kupiga makelele inaposoma Qur'ani. Tunaambizana na hizi hapa imo kutufahamisha. Leo siyasikia makelele hapa, lakini maeneo mengine kuna kwa makelele kweli. Lakini tuendelea kumshana inshallah mpaka tulizane. Tusiige mambo yaliyokuwa sio ya kuigwa. Kwetu Unguja, kwetu Zanzibar, tulikuwa kwa wasomaji wazuri wa Qur'ani kama tulivyokuwa nao sasa, wala ilikuwa hatusikii makelele na kusoma Qur'ani. Lakini baada ya kuja kwa hizi rekodi mbalimbali, tuwasikia wakiwemo wale wahuni wanaopiga makelele wakati wa kusoma Qur'ani, na sisi tukaanza kuingiza. Qur'ani haishangiliwi. Qur'ani husikilizwa kwa umakini ili upate kuelewa. Inaposoma Qur'ani unatakiwa kuhuzunike na utokwe na machozi kwa kulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, iqra'ul Qur'ana wabku, isomeni Qur'ani na mlie. Fa in lam tabku fatabaku, kama hamjalia basi hata kwa kujiliza, lakini ifanye mpaka ulie. Ndio inasoma Qur'ani watu wanacheka, watu wanashangilia. Nani katufundisha hayo? Ukisoma Qur'ani tunatakiwa kusikilize tena kwa umakini. Qur'ani ni mawaidha. Qur'ani ni mawaidha. Kwa tuzingatie mawaidha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na wasomaji wake maalum wenye sauti nzuri kuliko zetu. Mali anawaambia nisomee Qur'ani. Kama ilivyosimuliwa kutoka kwa Mas'ud, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ibn Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Ibn Mas'ud, nisomee Qur'ani. Ibn Mas'ud anamwambia, "Aqra alayka al-Qur'an wa alayka unzil." Nikusomee Qur'an na al-Qur'an imeteremshwa kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, "Ana uhibbu an asma'a min ghairi." Mimi napenda nisikie kwa mwingine asiyekuwa mimi. Napenda aiseme wenzangu, mimi niwe ninaisikiliza. Ibn Mas'ud akamsomea suratul Nisa mpaka akafika ile aya inayosema, "Fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida." Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamemliza. Na kama ilikuwa sisi kama tuna mazingatio haya
lakini tuwafuate walimu wazidi kutuelekeza juu ya kuisoma Qur'ani. Qur'ani lazima isome kwa hukumu zake. Qur'ani ukisoma bila ya hukumu unakufuru. Hivi ndivyo ilivyo. Usijifanye wewe kwamba toka ulipotoka madrasa pale mtoto mdogo ukasema tumeshaisoma Qur'ani, ukawa kuna haja tena ya kufuata mwalimu kwenda kujifunza Qur'ani. Katika madrasa zetu zile za watoto wadogo hatuna kawaida ya kufundishana ahkam. Tunafundishana matini ambayo hayana hukumu. Sasa lazima tukae tuwafuate walimu kwa ajili ya kutufundisha, tujue au tuisome Qur'ani kwa hukumu zake, ili tuweze kupata malipo mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, "Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'an." Wenda kama mtu ni msomaji wa Qur'ani, anaisoma Qur'ani, lakini kawaida Qur'ani kila akisoma ndio inakaa yeye. Kwa maana moja, vijana kuisoma ile Qur'ani kama imekuwa sivyo, anaisoma lakini makosa ndio mengi. Kwa tufundisheni vizuri tuisome Qur'ani. Ile Qur'ani tuisome vizuri. Na wale wasikilizaji wanaposikiliza wanasikiliza kwa ile Qur'ani inayosoma. Watukufu wa Islam, nimetakiwa nizungumze machache, hasa na mimi nikiwa katika udhuru ambao sikupendelea kubakia muda mrefu kutoka na udhuru, kama vile ambao sikupendelea kukosa pamoja na hizo udhuru. Sasa haya machache niliyozungumza, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe wenye kuyasikia yale